Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Karibu tuyazungumze yale ya kimichezo. Niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu wa kumuita Mtambuka, na hapa anakwenda kutupilisha kwenye kile ambacho kila mmoja anatarajia kukiona siku ya Jumapili pale visiwani Zanzibar. Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane kutoka nchini Morocco. Kaka, uko poa? Niko poa kabisa. Kabisa. Njema kabisa. Bana, kwa mara ya kwanza. Yes, kwa mara ya kwanza. Bana, sawa, tunahitaji kufahamu tathmini fupi kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane ambao ni mechi ya finali, kila mmoja macho yake anayatazamia hapo Zanzibar. Sehemu pekee ambayo sasa hivi imesalia ni sehemu moja tu, ni sehemu ya benchi la ufundi, lakini pia sehemu ya wachezaji kukamilisha kile ambacho benchi la ufundi wanakihitaji. Na hiyo inatokana na tathmini ambayo imeweza kufanyika kutoka kwenye mchezo wa kwanza lakini kuelekea kwenye huu mchezo wa pili, kwa sababu ni kama vile zinachezwa dakika 180 lakini ni kama dakika 90 kwa sababu imegawanyika kwenye michezo miwili, ambapo kwa tathmini ya kawaida ni kwamba mchezo wa kwanza wa Morocco ulikuwa ni kama dakika 45 za kwanza ili kukamilisha 45 za pili, lakini kimsingi ni michezo miwili ambayo mshindi wa jumla anapatikana hapa ili kwenda ama kulibeba hilo kombe lenyewe. Hisabati zinazohitajika kwa hivi sasa ni kuangalia kile ambacho kimefanyika kwenye mchezo wa mwanzo ili kuja kukitumia kama faida, lakini pia kuweza kuziba ile udhaifu ambao umeonekana kwenye mchezo wa kwanza. Udhaifu pekee ambao Fadlu aliuzungumza ni kwa wachezaji wake kutotimiza kile ambacho alichokuwa nakihitaji kwa dakika zote 90. Alizungumza kwamba kuna makosa ambayo waliyafanya ndani ya dakika 15 za kwanza na aliwaambia wachezaji wake wasiyafanye makosa ndani ya dakika 15 za kwanza, lakini waliyafanya ili kuweza, na RS Berkane wakayatumia kama faida kwa upande wao. So kuelekea kwenye huu mchezo haihitajiki kufanyika yale makosa tena ili kuweza kujihakikishia kwenda kwenye hatua ya finali. Lakini kwenye mpira wa miguu kama kuna hisabati hatari ni zile dakika 15 za kwanza kwenye kila kipindi, lakini pia dakika 15 za mwisho kwenye kila kipindi, na ndizo ambazo RS Berkane wanazitumia, ukiachana na ubora mkubwa waliokuwa nao kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia ubora mkubwa waliokuwa nao dhidi ya vikosi vingine. Kwa hivi sasa Simba inakwenda kwenye mchezo ikiwa ni timu ya pili kwa ubora na RS Berkane inakwenda ikiwa ni timu ya kwanza kwa ubora. RS Berkane dhidi ya Simba, RS Berkane ni timu bora kwa hivi sasa kulinganisha na kikosi cha Simba. Tunazungumzia kimbinu uwanjani kutokana na takwimu, lakini pia kutokana na ubora wa mchezaji wake mmoja mmoja na benchi la ufundi kwa upande wao. Na tukiendelea hapo Fadlu Davis alipoteza kwa idadi ya magoli mawili akiwa ugenini. Hii inakuwa ni kama advantage kwa upande wa RS Berkane. Tahadhari yao hasa kwa upande wa Simba Sports ni maeneo gani ambayo wanahitajika kuyazingatia ili angalau hizo dakika 15 za kwanza ambazo ulizizungumza wasiruhusu hilo goli, waangalie wao namna ya kutengeneza bao? Simba ina udhaifu mkubwa sana kwenye eneo la kujilinda. Hili ndio eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa sana. Na tukizungumza kuanzia kwenye michezo ya mtoano tangu hatua ya robo finali, Simba imeruhusu bao 4 kwenye hatua ya kuanzia kwenye hatua ya robo finali mpaka finali, lakini imefunga bao 3 pekee ndani ya michezo 5 ambayo wamecheza. So inakuonesha kwenye idara ya ulinzi kuna changamoto kubwa kwa upande wao, kutokana na si muundo wa uchezaji wa kocha kama anavyohitaji, ni kutokana na makosa binafsi ambayo yanafanywa na idara ya ulinzi. Kwenye mchezo uliopita asilimia kubwa ya mabao yote mawili yalitokana na udhaifu wa idara ya ulinzi ya klabu ya Simba kufanya makosa binafsi. Tukianzia na kosa ambalo alilifanya Musa Kamara kwa kutoa pasi kwa mtu ambaye alikuwa amekabwa, lakini pia hata mtu aliyepokea pasi kwa maana ya Yusuf Kagoma naye pia alikuwa na udhaifu kwa sababu hakuwa na uwezo wa kucheza kwenye maeneo finyu. Hiyo pia ni changamoto kwa upande wao. RS Berkane wakatumia kama faida. Lakini pia tukijaribu kuangalia mchezo wa bao la kwanza ambalo lilipatikana kwa njia ya kona, ilikuwa ni udhaifu wa klabu ya Simba kutofanya hata kutolinda vizuri kwa kumkaba mtu kwenye idara hiyo. Kwa hiyo haya ni makosa binafsi, na tukifanya tathmini ya jumla kuanzia kwenye hatua ya makundi, makosa ya Simba yamekuwa kijirejea kwenye idara ya ulinzi. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza wanahitaji kuiangalia kwa jicho la pekee zaidi. Lakini tukienda kwenye eneo la ushambuliaji, Simba haina mshambuliaji hatari kati ya Lionel Ateba lakini pia hata Stephen Mukwala. Wote si washambuliaji hatari kutokana na ubora ambao unahitajika kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye ligi ya ndani wana uwezo wa kushindana, lakini kwenye michuano ya kimataifa bado hawajafikia huo hatari wa kuweza kushindana. Na hiyo yote ni kutokana na namna ambavyo
Simba inavyotengeneza nafasi, lakini zile nafasi wanashindwa kuzitumia kwa ubora mkubwa. Hiyo inaitwa conversion rate. Ule uwezekano wa kuzibadilisha zile nafasi zinazotengenezwa na kuwa mabao kwenye kosti ya Simba imekuwa ni changamoto, na ndio maana kwenye mechi 5 imefunga bao 3 pekee kuanzia kwenye hatua ya robo finali kwenye michuano ya kimataifa. Hiyo inakuonesha pia hapa ina changamoto. Kuelekea kwenye mchezo wa finali ya pili, inahitaji kuwa na asilimia kubwa ya zile nafasi zinazodondoka kwenye miguu ya wachezaji kuzibadilisha na kuwa mabao. Ukifanya hiki inawezekana, na ukilinda vizuri inawezekana. Kushinda dhidi ya timu bora inawezekana, lakini inahitaji tunasema ile hali ya kuhimili mashambulizi ya mpinzani, lakini pia kujitoa kuliko hali ya kawaida kwa timu yako ili kuweza kukabiliana nayo. Na kitu cha kwanza ni kutambua mpinzani wako ni bora kuliko wewe. Sasa hizi Simba si bora kuliko RS Berkane. RS Berkane ni bora kuliko Simba. Mkakati upi wa kutengeneza kuhakikisha unakwenda kushindana nao? Hiyo nazungumza kwa kiwango cha sasa, pamoja na kwamba Simba imefika fainali, lakini bado Simba ina madhaifu mengi sana kwenye engo ya ubora kwa mchezaji mmoja mmoja kulinganisha na RS Berkane, na pia hata kwenye takwimu zinaonesha hivyo. Na sawa, tukizingatia pia katika kikosi cha Simba dhidi ya RS Berkane, tuliona eneo la katikati lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa na mtifuano mkubwa kweli kweli, na wanakwenda kurejeana. Simba bado wanao wale wachezaji wao wale wakina Yusuf Kagoma, wanao akina Fabrice Wambangoma, wako mbadala wakina Agustino Kejefa Fernandez. Unashauri hivyo kwa upande wa Fadlu Davis, angalie kufanya changes ama watu waliteleza katika mchezo wa kwanza? Timu ya ushindi huwa ibadiliki, lakini ni ngumu sana kujaribu katika mchezo wa finali. Kitu pekee ambacho kinahitajika kwa sasa hivi kwa Fadlu Davids ni kuamini wachezaji aliokuwa nao, wale wa kikosi chake cha kwanza, kwa sababu ndio waliokuwa amepandikiza zile mbinu zake za kiuchezaji na ndizo ambazo zimekuwa zikimpa matokeo bora. Lakini ukilinganisha mchezaji anayeanza kwenye kikosi cha Simba na wale wachezaji waliokuwa benchi, kuna daraja kubwa sana la ubora na upishani mkubwa sana wa ubora kati ya wachezaji wanaoanza na wachezaji waliokuwa benchi. Wale wachezaji 11 wa kwanza wanaoanza kwenye kikosi cha Simba ni bora kuliko wachezaji waliokuwa benchi. Hao wachezaji wa benchi kwa Simba wanazidiwa ubora mara 2 zaidi na wale wachezaji walioanza. So ni bora zaidi kuingia na wale wachezaji wako ambao unawaamini. Ni bora zaidi kwa sasa hivi Fadlu Davis kuwaamini wale wachezaji wake ambao amekuwa akiwatumia mara kwa mara. Hakuna kiungo mzuri kama Yusuf Kagoma kwenye ukabaji, lakini pia Fabrice Ngoma kwenye kupiga pasi, lakini pia kiukabaji. Kwa Jean Chazaua ndiye ambaye anaongoza sasa hivi kwenye kikosi cha Simba kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kutumia nafasi kwenye mpira, kwenye mchezo wa wazi, lakini pia hata kwenye ile mipira iliyokufa. Lakini Elim Panzu, uwepo wake tu kikosini ni hatari kwa mpinzani na ni tishio kwa mpinzani. Kibu Dennis anatoa zaidi ya kitu kimoja uwanjani, uwezo wa kukaba, lakini pia na uwezo wa kuipandisha timu mashambulizi. Changamoto pekee iliyokuepo kwa wale wachezaji wanaocheza kwenye eneo la katikati kimajukumu ni yule mfungaji pale. Nani ambaye anaweza kufunga mabao kwenye kikosi cha Simba? Ndio mtego pekee ambao sasa hivi upo kwenye kikosi cha Fadlu Davids. Kimsingi ni kwamba pamoja na kuamini wachezaji wake waliokuwa bora, lakini Fadlu Davids anakutana na changamoto kubwa kwenye michuano ya kimataifa ya kukosa mshambuliaji mwenye uhatari, kumkosa mshambuliaji mmoja ambaye ana uwezo wa kumwamini na kila nafasi inayodondoka kwenye box ikawa ni goli. Hiyo Simba hana huyo mshambuliaji kati ya Lionel Ateba na Stephen Mokwala. Ukiwatazama RS Berkane pamoja na Simba Sports, kuna namna kama wanapenda pia sana kutumia mawinga wao, watu wa pembeni kwenye kutengeza mashambulizi. Nilimwona siku ile yule jamaa mwenye mandevu Labil alikuwa anawachachafya sana akitokea pembeni. Na Simba nayo sira yao ndio hiyo, kupitia kina Mohamed Hussein, wakina Kapombe. Hii hauoni kama Simba wakifanya tena hiki tutakuwa kama tunatazama mchezo wa marudio? Hapana, nafikiri kwa upande wangu mbinu za kiuchezaji ndizo ambazo mara nyingi huwa zinaamua. Yes, RS Berkane wamekuwa wakitumia zaidi kwenye maeneo ya pembeni, na kuna taarifa ya urejeo wa beki wao hatari ambaye amekuwa akihusika zaidi kwenye kukaba na kupandisha mashambulizi kwenye kikosi chao. Anaitwa Haitham Manuti ambaye hakuwepo kwenye mchezo uliopita na aliumia kwenye mchezo wa nusu finali wa pili dhidi ya kikosi cha CS Constantine. Kwa hivyo urejeo wake na kuonesha kwamba
kuna namna ambavyo wanaweza kutumia maeneo ya pembeni, na hii sehemu pia ndiko ambako Haitham Manut kama atacheza ataenda kuhakikisha Elie Mpanzu hawi na uhatari kwenye eneo la pembeni. Kwa hivyo kuna uhatari mkubwa ama kuna nafasi kubwa sana ya kutumia haya maeneo ya pembeni kuathiri. Lakini pia kuna ubora mkubwa pia upo kwenye kikosi cha RS Berkane kupitia kwenye maeneo ya katikati. Tukijumuisha maeneo ya pembeni na maeneo ya katikati tunapata timu iliyokamilika kwenda kushindana kwa RS Berkane. Lakini kwenye kikosi cha Simba tukiangalia kwenye maeneo ya pembeni ina uhatari kwa mabeki wao Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, lakini pia Kibu Denis, Elie Mpanzu. Katikati kumekuwa na changamoto ya mtu ambaye anasimama kwenye eneo la mbele kutumia Davis labda akamtumia katika kikosi chake cha kwanza katika mchezo wa marejeano. Joshua Mutale amefanya vizuri, lakini pia ni mchezaji mzuri, ana uwezo wa kucheza nyuma ya mshambuliaji, lakini kwa maoni yangu si mchezaji ambaye anatakiwa kuanza kwenye mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane, kwa sababu atakuwa anajaribu mbinu mpya pamoja na kufanya vizuri kwenye mechi 3 za ligi ya ndani, lakini mechi moja kwenye ligi ya kwenye kombe la shirikisho finali dhidi ya RS Berkane, finali ya kwanza, lakini bado anastahili kuanzia benchi na nafasi yake abaki Jean Charles Ahoua, kwa sababu tayari ameshaonesha kuwa na uhatari mkubwa kwenye mchezo wa wazi na kuwa na uhatari pia kwenye mipira ya kutengwa, kwenye mipira iliyokufa. So Joshua Mutale atabaki kama silaha ya maangamizi ama silaha mbadala ikitokea timu imezidiwa, na ili ukiangalia benchi kuna mtu ambaye unaweza kumuinua, lakini kwangu si mchezaji ambaye anatakiwa kuanza kutokana na kile kikosi cha kwanza ambacho cha Simba ambacho tayari kimeshapatikana, na huyu pia anastahili tu kuwa ile silaha ya maangamizi inayopatikana benchi. Ikitokea timu imezidiwa unaweza ukamuinua na kuweza kukupa nishati mpya kuliko wale ambao tayari wameanza. Kombe linabaki Tanzania hii. Zako zipo wapi? Wakati michuano inaanza nilitoa utabiri wangu kwenye kipindi cha Kambi ya Michezo Radio 1. Utabiri wangu ulikuwa nilizipa timu 3 kuwa mabingwa wa ligi wa kombe la shirikisho kwa msimu huu. Timu ya miongoni mwa hizo timu tayari 2 zimetolewa, ikiwemo Zamalek. Siwezi kubadilisha wakati huu ambako pia RS Berkane yuko kwenye nafasi nzuri zaidi akiwa ametangulia kwa mabao 2 dhidi ya Simba, na sizungumzi kutokana na uzalendo, sizungumzi kutokana na underrate Simba kwenye hii finali. Wakifanya watakuwa wameniprove wrong kwa upande wangu, lakini pia wakifanya watakuwa wameachieve zaidi ya kile ambacho mimi nilichokuwa nakifikiria. Watakuwa wamefanikiwa zaidi ya kile ambacho mimi nilichokuwa nimekifikiria. Lakini kutokana na utabiri ambao niliutoa, ubashiri ambao niliutoa wakati michuano ya kombe la shirikisho inaanza kwa msimu huu, zilikuwa ni timu 3. Zamalek ametoka, CS Sfaxien ametoka, imebaki RS Berkane ambayo niliipa ubingwa kabla ya mashindano kuanza. So kwangu mimi bado naendelea kubaki na RS Berkane. Shukrani sana. Shukrani.